Karibu sana ndugu mtazamaji wa Top 5 za Leka. Kwa majina naitwa Ismail, jina maarufu ni mjanja wa kiwanja. Na siku ya leo hapa kwenye uwanja wa mpira tupo na kiongozi ambaye anaisimamia timu ya Kalembelembe, ni kocha. Pia atatuambia jina lake, alafu tutamuuliza maswali ambayo tumeandaa kumuuliza kuhusiana na timu yake. Brother, habari yako? Salama. Watu wanakufahamu kwa jina gani ndugu yangu? Watu wananifahamu kwa jina la Boa Saleh West. Ni kama kocha wa timu ya Kalembelembe. Sasa tunataka kufahamu kwanza uhusiano wenu na timu pinzani ambayo ni Future FC kwa sasa inaendeleaje na mmefikia wapi? Kwa sababu tumeona siku za nyuma ikitokea nafasi nyingi kukutana, hamuelewani, mabadilishano hapa na pale. Imekuwaje mpaka sasa? Mimi naweza nikasema uhusiano wa kwenye mpira, kimpira tuko vizuri. Na kama kimpira tuko vizuri, ni sintofahamu ambazo zinajitokeza mara kwa mara hata kwenye game. Unaweza kukuta hao wanakuwa wako available, sisi tunakuwa hatuko vizuri. Kuna mara wao wako vizuri, sisi hatuko vizuri. Na imetokea kwamba tariki za kucheza zimepangwa. Nafikiria hizo zote sintofahamu zimetokea kufuatana na hizi game ambazo zimeferi hapo nyuma. Tulipangwa kwenye kalenda ya association, lakini sisi tulitoa vigezo safari ya kwanza na wenyewe wakatoa vigezo safari ya pili, lakini safari ya tatu association ilipanga. Tuko tayari sisi na wao wakawa wako tayari, lakini bado siku mbili tena wakasema kwamba hawako tayari. Ikafika tena kipindi kingine association ikakubali hicho, ikapanga tena, tukakubali na wao wakakubali tena, wao wakaja kugeuza, hawako tayari. Sasa mwishoni hapa association ilipanga safari ya tatu ya mwisho, sisi tuko tayari, wao tena wakasema hawatocheza, na ndio kile mlichokiona kimetokea pale. Sasa ni vigezo gani ambavyo mlikuwa mmevitoa nyinyi na wao vigezo gani walikuwa wamepatia nyinyi? Kwenye vigezo vyetu sisi kama Kalembelembe, nafikiria tulikuwa tuko kwenye ligi, tulikuwa tunacheza Chipiku, ligi ya Malawi, na kama tulikuwa tunacheza Chipiku, walitupangia kalenda ya kucheza Jumapili, wakati tutacheza Chipiku, tucheze semifinal Jumapili, sisi tutacheza Chipiku Ijumaa, yani siku ya tano. Tukaona ule uchovu wa wachezaji, tukawa tumeandika kabla ya wiki moja mbele, tukawaambia kwamba yawezekana wachezaji wetu watachoka sana. Kwa hiyo tunaomba hizo tarehe mzisogeze mbele, kama wiki ijayo tutakuwa tuko tayari, maana ndio game ya mwisho sisi kucheza kwenye Chipiku. Tena tunaifocus, tukilose tunatoka kwenye nafasi ambayo tunaitafuta. So walitusikiliza. Nafikiria ni hicho tu ndio kigezo chetu ambacho tulikitoa. Na wao kigezo gani ambao walipatia nyinyi mkakikubali? Alafu baadaye mkaja kukutana nao ikakuja sintofahamu. Sintofahamu ya kigezo chao wenyewe walichokitoa, hawakutupatia sisi bali waliandikia association kama tulivyoandika na sisi. Waliandika kwamba na wenyewe wanaenda kucheza playoff ya game ya Premier ambao walikuwa wanapigania na wenyewe playoff. Unajua inakuwa ni kupigwa na kutoka. Sasa kigezo chao kikao kimesikilikana, na kweli ilikuwa ni dhahiri kwamba wakafunge hiyo game. So association nayo ilisikiliza na sisi tukasikiliza kama tulivyosikilizwa mbele, tukawa tumekubaliana hivyo. Wakapewa hizo tariki nazo zikasogezwa. Association baada ya kufika muda wao wakaenda kucheza hiyo playoff, wakamaliza, na sisi tulivyomaliza tukapangiwa tariki nyingine. Lakini sasa cha ajabu, tulivyopangiwa tariki nyingine wakadai kwamba sijui wachezaji wao wamechoka sijui na nini, wakasikilizwa tena, lakini mwisho na mwisho ikawa imetokea hiyo sintofahamu ambayo uliona hapo. Sasa nyinyi kama viongozi ambao wa timu na pia wale wa association, mmechukua jukumu gani kufanya, yani kuweka mambo sawa au kutatua ile mgogoro kati yenu? Sisi hatuna mgogoro. Mgogoro upo kwa sababu hatuna mgogoro. Mpaka sasa hamjakutana. Au tayari mshakutana? Kukutana kucheza au? Kucheza ndio. Game iliisha. Game iliisha, tuseme tulisha cheza. Kufuatana na nini? Tulipangiwa tariki. Tulivyopangiwa tariki, sisi tukawa tumejitokeza kucheza siku ya kucheza. Sasa wao wakakataa kuja kujitokeza siku ya kucheza. Kwani mcheza na timu gani hiyo siku? Siku hiyo tulipiga forfait, yani tulipewa zile pointi 3. Tulipewa pointi 3 na association kufuatana na timu pinzani haikujitokeza uwanjani, sisi tulijitokeza uwanjani. Hiyo ni kawaida kwenye mpira. Na mzee mkapewa hizo pointi 3. Kwa hiyo tulipewa pointi 3 kufuatana na wao kukataa kujitokeza uwanjani bila kutaarifu. Wao wanakataa kwamba
haitokuwepo hiyo. Kwa sababu gani? Hamjakutana kweli. Hamjakutana kweli. Shida yao kwamba mkutane, hata kama wao wafiki, hiyo fall fight itokuwepo kwa sababu hamjacheza nao. Wao wanakataa haitokuwepo wakati tumeshacheza final. Tumecheza final, tumechukua kikombe. Tulikuwa tuko kwenye semi final, tukapewa pointi 3. Tukaenda final, tukacheza final na Young Soka. Tukawafunga goli 2, kwa hiyo kikombe tulichukua sisi. Sasa wenyewe wanakataa haitojitokeza kivipi wakati tumeshacheza final. Au tutarudilia tena ndo watifu. Unaona haya mambo ya masuala ya timu pinzani kutoelewana timu zingine. Unaona inapeleka wapi game ya mpira katika kambi ya Zalika baada ya miaka 5 ya mbele au miaka 2 ijayo? Kwa sababu kuna timu ambazo zinakuwa zinajifunza kupitia nyinyi ambao mshakuwa juu. So wewe unaona mnaelekea kuweka mambo sawa kwa hizi timu chipukizi au ndio mnaharibu soka? Ya popote pale na kivyo vyote vile. Upinzani unakuwepo. Ukichukulia hata Maulaya kuna yani game zinaitwa derby. Na ndio huo upinzani ambao unatakiwaga kuwepo kwenye soka ili na wale ambao wanajisikia kuwa watoto wajisikie kuwa na sisi labda siku moja tutaingia kwenye derby. Unaona, derby ni ule upinzani ambao unakuwepo, ndio derby. Kwa hiyo kama hakuna upinzani, nani atamuogopa mwenzake? Au nani atakuwa mbabe wa mwenzake? Kwa hiyo derby lazima iwepo. Kwa hiyo kama wewe umeamua kujitoa kwenye derby, unatoka kwenye hesabu ya timu kubwa. Kwa hiyo mimi siwezi nikatoka kwenye upinzani, hapana. Na wala siwezi nikakubali kwamba au nitoe sera kwenye timu yangu na wachezaji wangu niwaambie kwamba hatuna derby, tunaenda kucheza tu. Utakuwa kama vile unaharibu psychology ya wachezaji. Kwa hiyo wachezaji wanaambiwa hii game tunaenda kuicheza, kuwaweka kwenye mood, tunaenda kuicheza ni kama vile final. Hata iwe game ya vidudu, tunawaambia tunaenda kucheza ni kama final. Kwa hiyo ndo wachezaji wanakuwa na ule ugumu na uhimiri wa game. Ya, kwa hiyo siwezi kusema kwamba derby inaweza ikachafua mpira, hapana. Derby ndo inakuza vipaji vya wachezaji. Na wale wachezaji wadogo au zile timu ndogo zikisikia derby na sisi labda tutakuwa na derby na Kalembelembe siku moja. Huo ndo ukubwa. Ndo itasababisha na wao wanakuwa. Na mkikutana barabarani makocha kwa makocha au wachezaji kwa wachezaji, hapa tokee tafaruki yote ile, ngumi, mawe, mabifu, mauchawi, haitokei hiyo? Hiyo haiwezi kutokea, maana ukiangalia hata sasa hivi hapa uwanjani wamechangamana hapa wachezaji wangu na wachezaji wa Future, wachezaji wa Madrid wapo hapo. Na hata sisi makocha tukikutanana tunaongea vizuri sana. Labda hao mashabiki huko ni kawaida yao kutupiana vijembe, sisi tuko hivi, ni kawaida yao. Kwa hiyo sisi kama wanasoka kinachotakiwa hapa ni kushikamana tu. Tunajua soka ni fair play. Kama kitu kimeisha ito fair play ni kitu kinafurahisha, ni waziri. Kesho nitatoka hapa, tunaenda kukutana sehemu nyingine kwenye timu moja. Tunakuwa kama vile wandugu. So nashukuru sana kwa muda wako, na pia isiwe mara mwisho kunipatia nafasi au kutupatia nafasi. Niseme kwamba karibu sana, pia na mimi nimeshukuru. Naweza nikahitaji hata siku moja mnakuja kututembelea uwanjani kule tunafanya mazoezi. Tuko pale Dape pale. Ndio kuna uwanja wetu wa mazoezi. Pia tunaweza kuhitaji hata Jumapili ambayo tunaifikia hapa kesho kutwa. Tuna game pale. Kwa hiyo tungehitaji hata kama ungekuwa na muda hata hizo dakika zako 5 ambazo unapoteza uje kutujueni pale. Okay, haina shida, tutajitahidi inshallah. Tutajitahidi kwa uwezo wa Mungu tufike. Asante sana. Okay, ndugu mtazamaji, kocha ameongea mambo mengi sana kuhusiana na masuala ya mpira, na kama ulikuwa una hoja yoyote hapo chini kwenye comment section unaweza kudonesha comment yako. Kikubwa usisahau kusubscribe kwa taarifa nyingi zaidi.